Ebana nakuwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Tunadadavua vitu vingi ambavyo vinafanyika tu Tanzania, nchini Kenya na vilevile nchini Uganda. Sasa kuna taarifa ambayo imetolewa na afisi ya msemaji mkuu wa serikali, na ni taarifa ambayo inasema kuwa taarifa kwa umma Novemba 21 mwaka wa 2025. Sasa taarifa hii inasema serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matokeo ya tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo, na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Sasa ni barua ambayo imeandikwa na Gerson Msigwa ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa, na vilevile msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuna makala ambayo imefanywa na runinga CNN kupitia mwanahabari ambaye kitovu cha asili yake ni nchini Kenya, ambaye anajulikana kama Larry Madowo. Larry Madowo ameitendea taifa la Tanzania haki kwa kufichua magugu wa vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika nchini Tanzania. Ikumbukwe ya kuwa tarehe 29 mwezi wa 10 kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika nchini Tanzania, wananchi kuuawa, wengine kupigwa risasi na maafisa wa jeshi la polisi, na vilevile wengine kupotezwa. Sasa hizi ni picha ambazo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan alisema kuwa zilitengezwa na akili mnemba maarufu kama AI. Runinga ya CNN imeamua kuleta ukweli, kwa maana wametumia uhalisia wa hali ya juu zaidi kuhakikisha kuwa wamepata uhakiki wa hali ya juu wa kuonyesha hizi ni picha ambazo zilichukuliwa Tanzania, na vilevile makaburi ama zile sehemu ambazo walichimba kuwazika watu ambao waliuawa na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa Mange Kimambi, baada ya kuweka video hii ya Larry Madowo akiripoti mauaji nchini Tanzania, sasa huyu ni mwanahabari kutoka CNN, ameweka caption hii, ameandika mauaji ya kinyama yaliyofanyika Tanzania na Samia Suluhu sasa yamefika CNN, akamtag Larry Madowo. Hii clip imesharushwa live on CNN. Ndugu zangu wa Tanzania, CNN wanasema wamekuta mpaka signs of mass grave, yani pale mahala watu wamezikwa. Yani serikali ya TZ imezika watu kwa pamoja ili kuficha mauaji waliofanya, na ndio maana watu wamekosa miili ya ndugu zao. Ndugu zangu, kwa hii ripoti ya CNN ilivyo nzito, Samia akiendelea kuwa rais wa Tanzania, basi Tanzania inaenda kuwa kama Burundi au Uganda or sababu hakuna sehemu au nchi itakubali kushirikiana na serikali haramu ya Samia baada ya mauaji haya. Ni lazima Samia tumuondoe ili kuiokoa nchi. Ameendelea kusema hivi, Watanzania wanasema polisi walikuwa wanawakataza madokta kutibu majeruhi na wakawa wanawaingiza majeruhi mochwari wakiwa hai, na wanasema kabisa waachwe wafe huko mochwari. Kuna mtu aliyeniletea habari ya kwamba kuna watu walizikwa wakiwa hai, sikumwamini, ila kwa hii ripoti ya CNN naamini kabisa yani. Sasa akatag Wizara ya Afya akasema aibu yenu, mlijitia video ya mochwari ya Mwananyamala ni feki. Haya, CNN wameiverify video. Hata bila CNN kuverify, kila Mtanzania ana akili ya kujua video za AI na za kutengezwa. Akamtag Mama Samia Suluhu Hassan hapa akasema acha kupoteza pesa za Watanzania na hiyo tume yako ya mchongo. Ripoti kilichotokea tarehe 29 Oktoba tumeshaipata kutoka CNN. Sasa Mange Kimambi amejaribu kuchamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan na ameshangaa zaidi. Anasema kuwa kuna wakati fulani watu walikuwa wananyimwa miili ya wapendo wao, na ni miili ilikuwa inaenda inazikwa katika kaburi la halaiki, yani mass grave. Alafu vilevile kuna wale ambao walikuwa wameumizwa, lakini walivyokimbizwa katika hospitali tofauti, maafisa wa jeshi la polisi walikuwa wanawalazimisha madaktari wasiwahudumie wagonjwa hawa na wapeleke katika mochwari waende wafe huko. Sasa hii ni video ambayo imevutia wengi kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram na imepandishwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii video
Kuna huyu ambaye anajulikana kama Northern Horse anasema da, siku zake zimeisha, Mungu ni mwema. Alafu huyu anajulikana kama Pan 1245 Shopping anasema Yesu, huyu mama alifanya mauaji makubwa kiasi hiki, alafu wa Tanzania tumwachie inchi kirahisi tu? Hapana, haiwezekani. Tanzania kamwe isitulie wala usinyamaze mpaka haki itakapopatikana. Wote waliouliwa kikatili, damu zetu kamwe zisitulie mpaka kisasi chenu kilipwe. Alafu Zena_utamu anasema yani dada, inge kuwa vizuri wangepost. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye amelia. Mangakam Jiba akasema kurusha kwenye TV ni msingi zaidi kuliko hata kuposti. Wamesharusha live kwenye TV, sidhani kama CNN huwa wanaposti klipu ndefu hivi kwa social media. Alafu SH Popa anasema ambao tutakuwepo tarehe 9 tujuane hapo. Timelessness Home Deco anasema majeruhi walipelekwa mochwari wakiwa bado hai. Akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye amelia. Mashuka_OG4 anasema Larry Madowo, hatuna cha kukulipa kaka. Wanamsifia Larry Madowo. Alafu meno yangu anasema Mola. Akanyosha mikono juu, akaweka emoji kadhaa za makopa, bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mtu ambaye ameangua kilio. Alafu Prince Joma anasema alifanya gizani nao dunia inajua, thanks our brother Larry Madowo. Aman_Shida anasema ndugu zangu wa Kristo, salamu alaikum, udini sio issue zetu. Nuru Wangai anasema ndugu zangu wa Kristo, assalamu alaikum. Alafu Mr. Abino anasema ila hii inasikitisha sana aise. Sam Mtumishi anasema unabii lazima utumie, walioua kwa upanga watauawa kwa upanga na patikana. Zuberito Walwa anasema for the first time I've appreciated someone's professionalism. Sam Crickard anasema ndugu yangu wa Kristo, naomba niwakaribishe leo swala la Ijumaa msikiti wa Manyema, inshallah Jumapili nitajumuika nanyi masas katika mchana Katoliki. Alafu akamtag Milan Gift Paul, huyu anajulikana kama Afro 2000 anasema haki inakuja wanangu bila kuchoka. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa na wale ambao wanamfuatilia mwanahabari ambaye ni raia wa Kenya ambaye anajulikana kama Larry Madowo na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, baada ya Larry Madowo kufanya makala fulani kwenye runinga ya CNN ikionyesha maovu ambayo ilifanywa na jeshi la polisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hii ni issue ambayo imemfanya msemaji wa serikali ambaye anajulikana kama Msigwa kutoa taarifa hapa kwenye mtandao wa kijamii. Sasa hii ni taarifa ambayo inasema kuwa serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matokeo ya tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo na tamko la serikali baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Kwa hiyo Gerson Msigwa anasema kuwa kuna ule uhakiki ambao watafanya, alafu baadaye watatoa tamko kuhusu hiyo habari ambayo imekuwa posted kwenye mitandao ya kijamii, runinga ya CNN ikionyesha maovu ama ukatili ambao Watanzania walifanywa siku ya uchaguzi na vile kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile kushare. Watanzania tusikubali kuishi utumwani. Serikali iliyopo madarakani sasa hivi haina tofauti na wakoloni. Kama jinsi ambavyo wakoloni hawakuwa na mamlaka ya kushikilia Tanzania, kama jinsi ambavyo wakoloni waliishikilia Tanzania kwa bunduki na kwa vipigo na kwa manyanyaso na mateso, ndio jinsi Samia anavyoishikilia Tanzania sasa hivi. Anatushikilia kwa bunduki, kwa viboko, kwa manyanyaso. Ni maramia hata wakoloni. Angalau tulikuwa tunaelewa tunateswa na wazungu. Sasa hivi tunashikiliwa kwa bunduki na Watanzania wenzetu.
Hatuwezi kukubali. Gen Z, maandamano mnayoyapanga tarehe 9 Disemba, hamkosei, mko sahihi. Hatuwezi kukubali, hatuwezi kurudi nyuma, lakini naombeni muhamasishe maandamano ya amani. Muhamasishe kila mtu atoke na bango lake. Muhamasishe yasiyo maandamano ya Gen Z tu, yawe maandamano ya nchi nzima. Lazima tuonyeshe resilience. Tusikubali kutii. Lakini tuhamasishe amani kwenye maandamano ya tarehe 9 Disemba. Amani na mabango, kila mtu lazima atoke. Usitoke mikono mitupu. Kuna muda kuanzia sasa hivi mpaka huo muda, kila mtu atengeneze bango lake, aliweke sehemu safe kwa ajili ya hiyo siku. Hatutokubali. Hatuwezi kukubali.